huru na haki kabla ya uchaguzi. Safari ya kutaka reforms kuwezesha uchaguzi huru na haki imekuwa ya miaka mingi, lakini katika miaka ya karibuni, mwaka 2021 tulianza safari baada ya uporaji mkubwa wa 2019 na 2020 wa kutaka reforms. Tulipotaka madai ya katiba mpya zikaitwa chokochoko za katiba. Aliyokuwa mwenyekiti wetu wakati huo akawekwa ndani kwa kesi ya ugaidi. Alipotoka, tuliingia kwenye mazungumzo kuanzia mwezi Mei mwaka 2022, na mazungumzo ya kwanza kabisa tulikutana na aliyekuwa rais wakati huo, Rais Samia, mwezi Mei mwaka 2022 Ikulu Chamwino, Dodoma. Yale yote yanayohusu marekebisho ya katiba na mabadiliko ya katiba kuwezesha uchaguzi huru na haki, tulimweleza ana kwa ana, tukazungumza naye na akasema sasa ziundwe timu za watu watano za mazungumzo ili sasa kuweza kufanya hayo marekebisho na mabadiliko. Kwa mwaka mzima tukazungumza, kwa mwaka mzima tukabaini kwamba CCM na serikali na Rais Samia hawakuwa na dhamira ya kugusa reforms za aina yoyote za kuwezesha uchaguzi huru na haki kwa kugusa katiba. Mazungumzo yakavurugika, yakakwama mwezi Mei mwaka 2023, ikiwa ni miaka miwili kabla ya uchaguzi wa mwaka 2025 na mwaka mmoja kabla ya uchaguzi wa mwaka 2024. Kwa mimi rai yangu kwa umma, msikubali uongo na propaganda zinazosambazwa na serikali haramu na serikali dhalimu. Umma uendelee kudai madai ya msingi ya wananchi ambayo tumekuwa tukisimamia wakati wote. Kwa nitaka tu niseme haya machache na kuwasihi vijana wa Tanzania, kuwaomba vijana wa Tanzania wasiingizwe kabisa kwenye mtego wa propaganda, kwenye mtego wa uongo, kwenye mtego wa kuhamisha mjadala. Vijana wa Tanzania waendelee kuwa mstari wa mbele kudai haki mpaka haki itakapopatikana. Asanteni sana.